Okay, sasa nikukaribisha katika kipindi kingine cha muziki cha siku ya leo. Hili ni somo la 3 na katika somo hili tunaenda kujifunza sasa namna ya kuanza kutengeneza chord katika ufunguo wa C. Tumeshajifunza namna ya kuitambua C ilivyo katika kinanda. Kwenye somo la pili tukajifunza namna ya kutengeneza ngazi kuu ya muziki au major scale katika ufunguo wa C. Sasa somo la 3 leo tunaenda kujifunza namna ya kuanza kutengeneza aina za kodi mbalimbali katika ufunguo wa C. Sasa leo tutajifunza namna ya kutengeneza major chord katika ufunguo wa C, halafu tutaziunganisha. Major chord halafu tutaziunganisha. Okay, sawa. Sasa major chord ni kodi ya namna gani? Major chord ni muunganiko wa noti. Kwa sababu tulikuwa napiga noti moja moja, tufanye hizi ni noti moja moja. Lakini ili uweze kupiga kinanda huwezi ukawa unapiga hivi peke yake. Lazima uwe unapiga chord. Sasa namna ya kutengeneza chord, maana yake kuna kanuni za kutengeneza hizo aina tofauti tofauti ya chord. Kumbuka kwamba kwenye kila ufunguo tuna family chord ziko jumla 7. Kwa maana ya namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6 na namba 7. Na kodi ya kwanza huaga inakuwa ni major chord, ya pili ni minor chord, ya tatu minor chord, ya 4 ni major chord, ya 5 ni major chord, ya 6 ni minor chord, ya 7 diminished chord, na ya 8 ndio ile namba 1 ni major chord ya juu. Sasa leo tunaingia kwenye kundi la kwanza la major chord, namna ya kuweza kuzitengeneza major chord katika kinanda kwa kutumia ngazi kuu ya muziki. Kwa sababu ngazi kuu ya muziki ndio baseline au ndio msingi wa kutengeneza aina zote za chords ambazo unazijua wewe hapa duniani. Okay, sasa tunaanza. Namna ya kutengeneza major chord, kanuni nasema hivi: ili uweze kupata major chord, lazima uchukue noti ya kwanza kwenye ile scale tuliyoitengeneza, noti ya 3 na noti ya 5. Hapo inakupatia major chord. Angalia, mfano hii hapa scale yetu ilikuwa 1 2 3 4 5 6 7 8. Tena unaanza 1 2 3 4 5 6 7. Tena 1 2 3 hivyo hivyo. Sasa kutoka kwenye scale ambayo ni 1 2 3 4 5 6 7, maana do re mi fa sol la ti do. Kwa unachukua noti ya kwanza. Tumesema kanuni nasema chukua noti ya kwanza jumlisha noti ya 3 jumlisha noti ya 5. Kwa maana yake noti ya kwanza jumlisha noti ya 3 itakuwa hii hapa, jumlisha noti ya 5 itakuwa hii hapa. Ukipiga hii sasa tayari imekutengenezea C major chord. Hii ni kodi namba 1 kabisa katika ufunguo wa C. Kumbuka nilikwambia kwamba noti ya kwanza itakutengenezea major chord, noti ya pili itakutengenezea minor chord, noti ya 3 itakutengenezea minor chord, noti ya 4 itakutengenezea major chord, noti ya 5 itakutengenezea major chord, noti ya 6 itakutengenezea minor chord, noti ya 7 itakutengenezea diminished chord, na noti ya 8 ndio ile ya kwanza. Sasa tumeshaanza kwenye noti ya kwanza, tunaitengenezea major chord noti ya kwanza. Tumesema kanuni nasema chukua 1, 3 na 5. Kwa maana yake hii ndio major chord. Ndio C major sasa. Kwa hiyo C major imetoholewa kwenye ngazi kuu ya muziki ambapo umechukua noti ya kwanza, noti ya 3 na noti ya 5 kama unavyoona. Angalia, zingatia nimekamata noti gani? Nimekamata noti ya C, nikakamata noti ya E pamoja na noti ya G. Kwa hiyo ukipiga C, E na G ndio unapata sasa major chord ya C. Sasa hii major chord hii ina inversion tofauti tofauti. Nikisema inversion, tafsiri yake ni migeuko tofauti tofauti. Kumbuka kama umepiga noti ya C, noti ya E na noti ya G, kwenye kinanda unaweza ukageuza. Unaweza sehemu nyingine ukaanzia pengine noti ya, kumbuka noti ziko C, G, C, E na G. Unaweza ukapiga kuanzia E, ukapiga G, afu ukaitafuta C ilipo ambapo ni hii hapa. Ukapata inversion nyingine ya kodi hiyo hiyo au mgeuko mwingine wa kodi hiyo hiyo. Kwa hiyo C inversion ya kwanza ni hii. Alafu kuna C iliyogeuka inversion ya pili ambayo inaanzia kwenye E, unakuja G, alafu unakuja C tena. Hii hapa. Maana unaanzia E, G, C. Tena unaweza ukaanzia kwenye G, ukapiga G, ukapiga C. Ukapiga G, C, alafu na E. Hii ni version ya 3. Kwa kumbe inversion ya kwanza ni hii, inversion ya pili ni hii, inversion ya 3 ni hii. Unaanza tena inversion ya kwanza, ya pili, ya 3. Inversion ya kwanza, ya pili, ya 3. Kwa kumbe C unaweza kaipiga hivi. Kwa hiyo hapo tumejifunza kodi moja tu ambayo inatengenezwa kwenye namba 1
ambayo ni C major. Okay. Sasa tumesema ili uweze kutengeneza major chord tulizonazo ziko 3 kwenye kila ufunguo. Ni major chord inayotengenezwa kwa noti namba 1, kuna major chord inayotengenezwa kwa noti namba 4 na major chord inayotengenezwa kwa noti namba 5. Tumeshaona major chord inayotengenezwa kwa noti namba 1 kwamba ni hii C hapa. Hii hapa. Sasa tuende kwenye namba 5. Unarudi kwenye scale yetu ambayo ni do re mi fa sol la ti do 1 2 3 4. Okay, kwa hiyo kwenye namba 4 sasa na penyewe tunatengeneza major chord. Kanuni nasema ni 1 4 5. Kwa hiyo tumeshafika kwenye namba 4 hapa. Namba 4 ya scale ya C. 1 2 3 4 hapa. Na penyewe tunatengeneza major chord. Sasa hii ni ufunguo gani huu? Huu hapa ni ufunguo imeanguka kwenye button ya F. Na penyewe sasa unatakiwa kutengeneza major chord. Sasa major chord ya hapa maana yake utatengeneza scale kwanza ambayo ni do. Kwa hiyo utatengeneza noti ya kwanza, noti ya 3, noti ya 5. Itakuwa hivi. Kwa hiyo maana yake ni hii hapa. Ni F, A pamoja na C. Okay, kwa hiyo tulikuwa hapa. Namba 4 yetu itakuwa ni hii hapa. Sijui kama unanielewa. Na ambayo sasa hii namba 4 ya yenyewe pia maana yake imezaliwa kwenye F maana yake. Sasa hiyo F na yenyewe inatengeneza inversion. Kama ni F A C, unaweza kaanza kwenye A, ukapiga C, alafu ukapiga F. Inversion ya F hiyo. Alafu unaweza kaanza kwenye C, F, ukapiga A. Kwa hiyo itakuwa hivi. Inakuwa hivi. Inakuwa hivi. Inakuwa hivi. Inakuwa hivi. Kwa hiyo kumbe namba 1 ni C, namba 4 inakuwa F. Au unaweza kaanza kwa inversion ya hapa namba 1 C, namba 4 ikawa F. Haya. Kwenye kundi la major chord sasa imebaki kodi moja ambayo inatengenezwa kwa noti ya 5 ya major scale ya C. Kwa hiyo 1 2 3 4 5 hapa. Kwa hiyo kwenye hii hapa ni G, imeanza kwenye G. Kwa hiyo G unatengeneza major scale ambayo ni do re mi fa sol la ti do. Kwa hiyo unachukua noti ya kwanza, ya 3 na ya 5 inakuwa hivi. Hii hapa ni G sasa, umeshatengeneza major chord hapa. Ili tuweze kupata noti ya 5 ya ufunguo wa C, lazima tutengeneze major chord ya ufunguo ya noti namba 5 ambayo ni G. Kwa hiyo na yenyewe tunaitengenezea major chord ambayo ni hii hapa. Ambayo na yenyewe ni inversion. Hapa ni G, B pamoja na D. Kwa unaweza kaanza kwenye B hii hapa pamoja na G. Inaweza ikawa hapa au inaweza ikawa hapa. Inaweza ikawa hapa na kuendelea. Kwa sasa maana yake ni 1 C, alafu 4 F, alafu 5 G. Unarudi tena kwenye C. Sasa tujaribu kutengeneza kwa mkono wa kushoto na kulia. Okay, C ni hii hapa. Hii hapa. Kwa hiyo utatengeneza C kwa mkono yote hapa. Utaenda kwenye F ambayo ni namba 4 yako. Utaenda kwenye G ambayo ni namba 5. Back to this. Unaanzia hapa 1, unaenda kwenye 4 ambayo ni F, unaenda kwenye 5 ambayo ni G, unarudi kwenye 1, unaenda kwenye 4 ambayo ni F, unaenda kwenye namba 5 ambayo ni G, back to 1. Sasa maana yake hapo umetengeneza sasa major chords ambazo namba 1, namba 4 na namba 5. Tushamalizana na kundi la kwanza la major chords. Katika somo litakalofuata nitakufundisha namna ya kutengeneza minor chords katika ufunguo wa C. Tukitoka hapo tunatengeneza diminished chord, baada hapo tunatengeneza mpangilio wa chord zote 7 au family chord zote kwa pamoja. God bless you. Usisahau kusubscribe hii channel. Mungu akubariki. Bye bye.